Jamani, jimbo limeanza. Amen. Makao makuu yako Bomani, Tarime. Amen. Sanduku la barua ni 418 Tarime, Mara. Amen. Halo. Kutokea hapa kwenda hapo si mita ngapi? Unavuka na tulikuwa tunamshauri usiondoke leo bila kujua ofisi za jimbo zile. Utakuja tena hapa. Yaani hapo ukivuka kwa hospitali ya wilaya hapo kama ndio majirani zetu tunapakana na mto huo. Utaona hapo jengo na limeandikwa North Mara Field Headquarters, makao makuu. Sasa jimbo hili kwa sasa linao jumla ya watumishi 13. Tuna watumishi mbalimbali kwenye kitengo cha ukatibu au tunawaita katibu mtasi. Wale wengine wanatumia secretary. Tunaye mmoja na kwa bahati mbaya hajafaulu kuwepo, ila majina yake anaitwa Neri Manungu. Huyu ndiye katibu mtasi pekee ndiye naye katika ofisi za makao makuu, secretary. Hili kwenye idara ya utunzaji wa mali za jimbo, wataalamu wanaita storekeeper, lakini huyu pia uzuri ana ujuzi wa mambo ya uzoefu katika mambo ya fedha pia. Kuna nyakati anasaidia kuweka vitu vizuri. Tunaye Neema Sabai. Ile maiki iko hapo sasa. Anayefuata huyu sasa kwa taaluma yeye ni mhasibu, na kwa sasa atakuwa anatumika ofisi za North Mara Field kama cashier. Hivi cashier Kiswahili chake ni nini? Kumbe sio mimi mtu wengi. Sawa. Nikaisi mimi ndio kilipotea. Yeye ndio kufanya malipo na shughuli zote za kifedha kwenye utekelezaji ni yeye. Mmepitishiwa kulipwa fedha au nini, mnapotuma huyu ndio mtaalamu. Naomba Evelyn Soga uje kusalimie mkutano. Amen. Anasema North Mara Field lakini kipekee sana kwenye hiyo idara ya uhasibu tunaye mkaguzi wa ndani, internal auditor. Makanisa yanapofanya mambo yao ya kifedha, anakuja anakagua, anatoa ripoti, anawashauri fedha zinazotakiwa kwenda jimboni zimeenda, zinazotakiwa kubaki, je, kanisa letu lina budget na mambo kama hayo. Huyu si mwingine ni Deusi Chumu. Yeye ni mzoefu katika kitengo hiki na ndio mwazi nikiwa anasoma alikuwa ni mwaziri wa shule ya Biore. Haya maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana watu wa kwanza ukifika wasalimie. Jana tumefunga kambi la Kibara Mara Conference. Ratiba ilitoka nikiwa Mara Conference. Hivyo jana niliwaambia ninaaga naenda North Mara Conference. Wakasema ukifika wasalimie. Kwa hiyo hata nyumbani sijafika. Bwana Yesu asifiwe. Pekee sana ninaomba kumtambulisha mtumishi mwingine. Ndio tutakuwa naweza sasa umefika wakati. Ili naambia 13. Mtumishi mwingine pekee sana huyu naye anatukia kutoka Mara Conference. Alipokuwa akitumika kwa nafasi hii, huyu ni estate manager wa umiliki, najitahidi kutafsiri, akija ataiweka sawa. Anaitwa Damasi Chambili. Anakuja North Mara Field kama manager wa umiliki, mambo yote yanayohusu viwanja ya kanisa, majengo na taratibu zake zote. Huyu ndiye mwakilishi wa jimbo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya registered trustee of the Seventh-day Adventist Church, wadhamini wa kanisa ambao wako sita katika nchi ya Tanzania, viongozi wa UU. Sawa sawa Kwa hiyo huyo anafanya kazi kwa niaba yao na kuripoti na kufanya shughuli zote. Na karibu sana usalimie wana North Marathon. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunashukuru kuwa pamoja katika ofisi ambayo imeelezwa vizuri, lakini kwa Kiswahili chake ni meneja wa mali zisizohamishika. Na ninatamani kumaliza migogoro yote na kesi zote kwa sababu mara conference ilikuwa kubwa kabla ya kugawanywa. Kwa nafikiri sasa kazi itakuwa rahisi. Migogoro ina gharama, inapoteza muda, inapoteza fedha, inaharibu injilisti. Kwa hiyo ni vizuri kuimaliza. Bwana mbariki. Azeni naye kama Yerusalemu halina hati. Yaani wakumkamata kabisa ni Mungu. Alafu yeye anakuja kwetu sisi tunajua cha kufanya. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Unaponunua ardhi tafadhali usifanye vitu tu kienyeji. Wapo watu wenye dhamana ya kufanya hizo shughuli, kwa hiyo taratibu zote zizingatiwe. Nashukuru sana. Sasa naomba niende kwa wakurugenzi. Kwa hiyo hao ndio watumishi tulionao. Watakapoendelea kuongezeka tutawataarifu na kuwatambulisha. Naomba niende kwa wakurugenzi katika mkutano mkuu ulioketi kwenye viwanja hivi tarehe 14 wa Findi ambao ulikusanya washiriki wawakilishi kutoka makanisa yote 327 yanayounda Findi yetu. Walichaguliwa wakurugenzi 4 ambao tayari walikwisha anza kazi, na naomba niwatambulishe kwenu kwa haraka sana. Nao watawasalimia ingawa kwa ufupi kama walivyofanya waliotangulia. Namleta kwenu Madam Boke Burure, yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake watoto na anasimamia huduma za familia. Kabla ya kuja hapa au kuchaguliwa kwa nafasi ya ukurugenzi, alikuwa ni mhasibu katika shule pekee ya wasichana nchini Tanzania inaitwa Uzewe Girls. Amen. Namleta kwenu awasalimie. Karibu. Bwana ni mwema wakati wote. Napenda kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee kwa kupata kibali cha kuwatumikia katika kipindi hiki, na kwa Mungu atusaidie, pamoja na Mungu tunashinda. Amen. Naomba kipekee sana kumtambulisha mchungaji Eda Elias. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya vijana, sababu nataka muziki, chaplainsia, elimu, mawasiliano. Haya, naomba usimame. Kabla ya kuja au kuchaguliwa kwa nafasi hiyo, yeye pia alikuwa kutumika kama mkurugenzi wa idara ya vijana Marathon Fest. Tunafurahi kuwa na mchungaji Eda. Karibu wasalimie. Wow, simama. Naomba kipekee sana nimtambulishe kwenu mchungaji Ray Nikowakio. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi, shule ya Sabato Mwara, lakini pia uhuru wa dini wanaita PAM, lakini pia ni uamsho. Hiyo ndio nilikuwa naitafuta. Ni mratibu wa huduma za uamsho na matengenezo, back to the altar. Yeye ndiye mratibu katika Findi yetu. Kabla ya kuja au kuchaguliwa kwa nafasi hiyo ya ukurugenzi, yeye alikuwa ni mchungaji wa mtaa wa Nyamuhongoro South Nyanza Conference. Leo mkutano. Ninalo moja. Ninyi mliofika hapa ni waombe tupeleke ujumbe mkubwa tukiwa na pamoja sisi wenyewe, kuhakikisha kwa kutembea kwetu Yesu anaonekana. Kwa kulala kwetu Yesu atukuzwe. Kwa kuongea kwetu Yesu injilisti kila kona kama alivyopelekeza
wetu wa kazi katika jimbo letu. Mungu awabariki. Mkurugenzi wa 4 tuliye naye katika fili yetu, na huyu si mwingine anaitwa Mchungaji Isaac Ruben Majego, pamoja na idara ya afya. Kabla ya kuchaguliwa kwa mkurugenzi kwa idara hizo, ndiye alikuwa mchungaji wa mtaa wa Miembeni pale Buda chini ya Mara Conference. Karibu mchungaji, uweze kuwasalimia wana North Mara Field na wako tayari kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usome tu ujumbe basi na iwe sehemu ya hubiri letu siku ya leo katika idara ya uwakili. Viongozi wapendwa, tunakumbushwa kuwa uwakili si swala la fedha tu, bali ni wito wa maisha ya umilele. Tumeitwa kuwa wasimamizi waaminifu wa muda, vipawa, mali na injili ya Kristo. Uongozi wetu ni mfano wa uaminifu wetu, kwa kutoa sadaka na kurudisha zaka kwa moyo wa shukrani, kutumia vipawa vyetu kwa huduma na kuhimiza uwazi na uwajibikaji katika nyumba ya Mungu. Tukumbuke tumeitwa katika uaminifu ili Mungu wetu wa mbinguni adhihirishwe katika maisha yetu. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na lile fungu la 2. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi. Karibuni katika idara hii na idara zingine ambazo zimetangazwa ili tujenge mwili wa Kristo. Asante sana. Huyu pia ndiye mlezi wa Atape. Kwa hiyo mkutano wetu si lini na wapi na nani, huyu ndiye mkamati mara huyo. Na wakati tunaenda wapi mara? Zanzibar. Atape mwakani ni Zanzibar. Kipekee sana naomba kumtambulisha mtumishi, na huyu sasa anaingia kwenye kundi la viongozi wa jimbo. Huyu ni mhazini msaidizi wa jimbo. Kwa bahati mbaya hayupo hapa, lakini naomba nimsemeni mfahamu. Huyu yeye anaitwa Dennis Dede. Bado msikia tu majina unaelewa. Dennis Dede yeye amekuwa mhasibu wa muda mrefu katika field ya ukanda wa dhahabu NGBF kule Kahama, na katika vikao na taratibu zetu ameitwa na taratibu zote zimekwisha kukamilika kupitia union yetu na field yake, na hivi karibuni atakuja kuungana nasi. Dennis Dede ndiye mhazini msaidizi wa North Mara Field. Kipekee sana nimlete kwenu mhazini wa North Mara Field ambaye hapo kabla alikuwa ni mhazini wa shule yetu ya Maud Spatch Memorial Primary School. Huyu si mwingine anaitwa Grace Johnston Mwakabenga. Karibu mwana wasalimie mkutano. Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote. Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote. Bwana ni mwema. Nina fungu moja zuri naipenda na natamani na wewe mshirikishe. Ufunuo 2 mstari wa 10, ule mstari wa mwisho: uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Mungu atusaidie tuwe waaminifu na siku moja tumoja kirudi. Mungu awabariki. Kipekee sana katibu wa jimbo la North Mara Field ni Baraka Bonifasi Chama. Kabla ya kuitwa kwa nafasi hiyo alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya uwakili, amana na jengo na mlezi wa Atape katika conference ya Saudi Nyanza, na si mwingine ni kiongozi mzoefu katika kazi mbalimbali mtaani. Alikuwa mkristo kwa miaka ya kutosha wa mitaa, amekuwa mchungaji wa mitaa kadhaa, amekuwa mkurugenzi wa idara kadhaa,
amekuwa katibu wa Mara Conference, bila shaka ni miaka 5 kama si inaelekea 6, na sasa Bwana akapendezwa naye awe mwenyekiti wa kwanza katika kutengeneza historia ya jimbo la pekee zuri na linalotamaniwa. Mzee, kazi uliyonituma nimeikamilisha. Sasa tamka baraka kwa watu wako na mengine sasa baadaye yanafuata kama tulivyoipangika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana